Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa wema wako, takase kwa kweli zako. Maneno haya ni mazito kwa ajili ya siku za mwisho. Ongea pamoja na msikilizaji, ongea pamoja nami katika jina la Yesu, amina. Tunaona jinsi umoja bado tunaendelea nao. Ni kigezo ambacho umoja ukikushinda katika familia, katika kanisa, umoja sehemu yoyote ile, hamna umoja, ujue kwamba sio sifa ya watu wanaomsubiri Yesu mara ya pili. Shetani anapambana nao sana. Hebu tuangalie siku ya leo. Somo letu litakuwa linasema bidii ya shetani. Bidii ya shetani kwa Roho Mtakatifu. Kama ni bidii ya shetani kwa Roho Mtakatifu, sio kumtukuza, ni kumpinga. Kwa nini shetani hushambulia fundisho la Roho Mtakatifu sana? Ufunuo wa Biblia. Roho Mtakatifu atakapokuja atawaongoza kwenye kweli yote. Shetani hatapenda ukweli yote, kwa sababu shetani ameiharibu kweli. Shetani kaharibu kweli. Sasa kitu kinachoongoza kwenye kweli yote hata kipenda. Hii inamaanisha bila Roho hakuna mwongozo kamili. Bila Roho hakuna kutakaswa. Bila Roho hakuna umoja wa kweli. Kwa hiyo shetani anafurahia. Kwa hiyo mkakati wa shetani anajua kwamba bila Roho Mtakatifu juhudi zote za kidini zitakuwa bure, na pamoja na Roho Mtakatifu hakuna hata wakati ule wanaosema kwamba mnyama atakuja, sijui mtu gani atakuja kupinga, atakuja kutesa watu. Pamoja na Roho Mtakatifu mateso hayo yatakuwa kama maji, kwa sababu watu watakuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atawawezesha. Upendo wa Mungu utakuwa na nguvu zaidi, utakuwa na uzito, kama jinsi ambavyo upendo wa Kristo pale msalabani ulikuwa na nguvu kubwa na uzito mkubwa. Yaani wale maumivu, Yesu Kristo yale maumivu hayakuwa kitu kwake, ukilinganisha na ule maumivu ya mwanadamu kupotea. Yaani mwanadamu apotee hivi hivi. Yesu alikuwa na upendo wa hali ya juu, hakuona yale maumivu kama ni kitu. Kwa hiyo bila Roho hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo shetani anajua kwamba bila Roho Mtakatifu juhudi zote za dini zitakuwa bure. Hiyo inatoka Review and Herald ya mwaka 1892, Novemba 29. Shetani hutumia njia tatu. Moja, kumfanya Roho aonekane kama vile nadharia ngumu. Ya pili, kumfanya aonekane si muhimu. Ya tatu, kumfanya aonekane ni wa kihisia tu, fanatism. Yaani Roho Mtakatifu anapokuja watu inakuwa ni hisia, wanaruka na kupiga kelele kuonesha kama ni Roho Mtakatifu. Yaani wanakuwa na uchangamfu ambao sio wa kawaida. Lakini ukiwaambia uchangamfu ni wa kitu gani, ambia nimeingiwa na Roho. Sio kwamba ameona mambo uzuri wa mbinguni au ameona uzuri wa Kristo. Yaani anachangamka tu, fanatism inakuwepo pale. Anaonekana hisia tu. Na shetani amewapeleka watu ili waonekane wana hisia kubwa. Yaani ili kuwe na Roho Mtakatifu unakuta yaani pale ndani ya kanisa kuna spika kubwa. Yaani watu wako wawili lakini spika ni kubwa sana. Kubwa sana mpaka masikio yanaziba. Kupuuza Roho Mtakatifu ni sawa na kumpuuza Kristo. Desire of Ages, ukurasa 671. Kwa nini shetani hushambulia fundisho la Roho Mtakatifu? Sasa tunaingia chanzo cha vita hii ya kiroho. Moja, kwa sababu Roho ndiye anayemfunua Kristo. Yaani bila Roho Mtakatifu Yesu huwezi ukamwelewa. Kwa sababu anasema Yohana 16 fungu la 14, yeye atanitukuza kwa kuwa atatoa yale yaliyo yangu na kuwapeni ninyi. Shetani hana hofu na dini. Yaani hata kama ungekuwa na dini nzuri ya namna gani, ungekuwa na makanisa mazuri, yaani na majengo mazuri, hana shida nayo hayo shetani.
Shetani hana shida na mafundisho, hata kama ungekuwa na mafundisho ya kweli namna gani. Yaani hiyo hana shida nayo sana. Shetani hana shida na historia ya Biblia, hana shida nayo sana. Shetani anaogopa kitu kimoja, Kristo kuonekana katika watu wake kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiye atakayewaonyesha dini ya kweli. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye atakayefanya mafundisho yawe haya ndiyo mafundisho ya kweli, atayapambanua. Ndiye atakayeweka historia ya Biblia. Lakini dini tu bila Roho Mtakatifu hana shida nayo. Yaani watu wana dini nzuri ya namna gani, kama haina Roho, shetani anasema endelea tu. Mafundisho hata kama ungefundisha uzuri, yani inageuka, wanaita kwamba inakuwa ni sanaa tu. Kwa hiyo shetani anaogopa sana kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu ya Roho hutakasa, shetani anaogopa. Shetani hapendi utakatifu, pendi kabisa utakatifu. Wathesalonike wa pili 2:13 anasema mmetakaswa kwa Roho Mtakatifu. Mmetakaswa, ukiona kwenye Wathesalonike wa pili 2:13, kwa sababu Roho Mtakatifu anafichua dhambi, tena za asili anazifichua. Mtu anakuja analia, mtu anakuja ana maumivu, mtu anafunga bila hata tangazo la kwamba jamani, tufungeni. Anafunga kwa sababu shetani anachimbua mpaka kwenye kiini cha moyo. Roho Mtakatifu anafanya operation ya moyo, anafanya operation ya moyo. Roho Mtakatifu anaua kiburi. Roho Mtakatifu anabomoa ubinafsi, ambayo ndiyo dhambi yenyewe. Kwa hiyo shetani anachukia Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu anatakasa. Hii ni hatari kwa ufalme wa shetani kwa kweli, kwa sababu Roho Mtakatifu huandaa watu kwa mvua ya mwisho. Mvua ya mwisho yaani ni ule umwagwaji wa Roho Mtakatifu usiokuwa na kipimo wakati wa siku za mwisho, ambapo Wakristo watakuwa wanatangaza kilio kikuu, mcheni Mungu na kumtukuza, na kwamba tokeni kwake enyi watu wangu. Itakuwa ni kilio kikuu. Watu wa Mungu bila kuogopa watasema kwa sauti kuu, tokeni kwake enyi watu wangu, wala msishiriki mapigo yake. Tokeni, tokeni, tokeni. Sasa atamwagwa Roho Mtakatifu, inaitwa mvua ya mwisho. Ni mvua. Ndiyo maana, kwa sababu Roho Mtakatifu huandaa kwa watu kwa mvua ya mwisho, ndiyo maana shetani anachukia hilo. Na hiyo ilitabiriwa kwenye Yoeli 2:23 kwamba kutakuwa na mvua ya vuli, lakini mvua ya vuli ni ya kuandaa watu. Watu watakuwa kwenye toba, na mvua ya vuli anayo kila mmoja anajiandaa na toba. Sio kwamba eti ilitokea wakati wa Pentecoste. Mvua ya vuli kila mmoja anayo kwa wakati wake. Mvua ya vuli haitamwagika juu ya wale wasioitikia kazi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu hutakuwa na toba. Mvua ya vuli inakufanya uwe na toba. Walipolisikia lile neno wakati wa Pentecoste wakasema tufanyeje? Petro akawaambia tubuni mkabatizwe, kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini mvua ya mwisho ile ambayo itakuwa imethibitisha watu wake watakuwa wameshawekwa muhuri, hao watapewa hiyo Roho Mtakatifu ili kuuonya ulimwengu katika wakati wa siku za mwisho. Shetani anajua nini? Anajua kitu gani? Shetani anajua bila Roho sasa hakuna mvua ya mwisho. Bila mvua ya mwisho hakuna sauti kuu, yani kilio kikuu, yani yale matangazo ya kwamba Yesu anarudi, hakuna. Bila sauti kuu, hayo matangazo, hakuna ushindi wa mwisho. Shetani anajua hilo. Lakini njia tatu za shambulio la shetani, hebu zisikilize. Shetani anashambulia Roho Mtakatifu katika njia tatu. Kukanusha
nafsi ya Roho Mtakatifu. Shetani anafanya hivyo kwenye makanisa. Ya pili, kumfanya aonekane si wa lazima, hiyo tumeisoma, na kumfanya Roho Mtakatifu kuwa wa kimwili na kihisia. Ndicho anachofanya. Shetani hufanya kazi kwa pande zote mbili, baridi au moto. Hizo zote anazifanya ziwe kupita kiasi. Unakuwa baridi kupita kiasi, unakuwa moto kupita kiasi. Hata wale ambao sasa wanakuwa wanampata Roho Mtakatifu, wanataka wazidishe sasa mpaka wapeleke waingie katika hisia. Kwa hiyo shetani anafanya kazi kote kote, na shetani akitaka kupandilia, hata kama ni mchungaji, anapanda katika uchungaji wako, anaanza kudili na uchungaji wako. Hata watu wasiposema amina tu kwamba wewe unachukia, hata watu wasipo appreciate mafundisho yako unachukia, wakati wewe unasoma kabisa, unajua kabisa wewe kazi yako ni kupanda tu zile mbegu, alafu atakayeotesha ni Yesu mwenyewe, lakini unachukia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa njia mbalimbali, na atapingwa sana katika wakati wa siku za mwisho. Atapingwa kwa njia nyingi nzito. Shetani hashambulii roho kwa bahati mbaya. Anajua Roho Mtakatifu ndio funguo ya ushindi wa kanisa la mwisho. Ushindi wa kanisa la mwisho, watu wanaoomba sasa hivi kanisa limeingia, kanisa la Waadventista limeingia katika kipindi maalum ambacho ni wataomba. Mwaka 26 huu wataomba kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maombi yale ya kweli yatafanya mapinduzi makubwa. Kutakuwa na mapinduzi makubwa katika kanisa. Watu wataingia katika kilio kikuu, ambapo wanatayarishwa watu kurudi kwa mara ya pili. Lakini ndani ya kanisa watu wamelala, wanakoroma wengine, wakati wengine wanatangaza kumwagwa kwa Roho Mtakatifu, mvua kubwa ya masika, lakini watu wengine wamelala. Na waliolala, shetani anawaambia, anawaacha kwamba hao wacheni walale hao. Mungu wetu atusaidie. Ombi letu kubwa katika wakati wa siku za mwisho huwa ni kupata nguvu ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu tumuelewe kwamba ni Mungu ambaye yeye anafanya kazi yake kama jinsi ambavyo Yesu Kristo ameagiza kwamba atakapokuja atatufundisha katika ile kweli, atatuonyesha katika njia, na atatuwezesha ili kuweza kushinda yale majaribu ya mwisho kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu wetu aweze kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.